Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Moja ya jina la mwandishi wa habari linalozungumzwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni jina la mwandishi aitwaye Larry Madowo. Mara baada ya kutoa ripoti kuhusiana na Tanzania huko CNN, mpaka serikali ya Tanzania ikatoa taarifa kwa umma kwamba itatoa tamko kuhusiana na ripoti hiyo ya CNN iliyofanywa na Larry Madowo. Sasa Bongo Super Media hii leo tuko hapa kuchimba kwa kina historia ya mtu huyu aitwaye Larry Madowo. Je, ni mtu ambaye ni mzaliwa wa wapi? Maisha yake ya uandishi wa habari yameanzia wapi? Maisha yake binafsi yakoje? Na nini hasa ambacho kimejificha nyuma yake? Utafahamu. Cha kufanya wewe ni kubonyeza alama tu ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, wacha tuanze simulizi yetu kama ifuatavyo. Larry Madowo alizaliwa mnamo tarehe 14 Julai ya mwaka wa 1987 katika kaunti ya Siaya nchini Kenya. Mama yake alikuwa ni mwalimu wa shule za msingi na alikuwa akipenda sana kumfundisha kusoma kijana wake, na hivyo mama huyu alikuwa anapenda sana mwanake awe anajiuliza maswali mara kadha wa kadha pindi ambapo anamfundisha. Mama yake pia alikuwa ni mfuasi mzuri sana wa redio, na baba yake na Larry alikuwa anapenda sana magazeti, jambo ambalo lichangia hamu ya habari na uandishi kwake Larry. Larry alikuwa pamoja na dada yake mdogo aitwaye Lizzy Madowo, ambaye baadaye akawa stylish na fashion blogger, ambapo dada yake huyo alikuwa ni mwanamitindo. Na Larry alipofikisha umri wa miaka 14 tu aliwapoteza wazazi wake wote akiwa bado kijana mdogo mwenye umri wa miaka 14, jambo ambalo lilimpa changamoto za maisha ya mapema kabisa. Wacha tuangaze elimu yake. Kwa elimu ya msingi, Larry alihudhuria shule ya Usingo na Karapul kwa shule ya msingi, huku shule ya sekondari alisoma katika St. Gabriel Seminary School huko Kisumu. Awali alitaka kuwa padri wa kanisa na alisoma seminari kabisa, lakini baadaye alibadilisha njia na kuamua kuingia katika uandishi na vyombo vya habari. Mnamo mwaka wa 2006 alihudhuria katika chuo cha Daystar University kwa shahada ya mawasiliano communication lakini aliacha muda mfupi baadaye mara baada ya kupata fursa ya kazi. Hivyo akaenda kufanya kazi. Baadaye alirudi kusoma chuo na akamalizia shahada yake ya BA Communication kutoka katika chuo cha Daystar University akihitimu mwaka 2014, yani Bachelor of Communication. Zaidi hapo alipiga masters katika Business and Economics Journalism katika chuo cha Columbia University pale New York nchini Marekani kupitia ufadhili wa fellowship ya Knight Bagehot, ambao hawa ndio waliomfadhili kwenda kusoma huko masters. Kazi yake ya kwanza ya journalism alianza katika kituo cha KTN, Kenya Television Network, kama reporter na training reporter. Baadaye alifanya vizuri kweli kweli na akaenda kujiunga katika kituo cha habari cha NTV Kenya, ambapo alifanya kama business anchor na reporter. Na mnamo Mei 2012 alijiunga na CNBC Africa akiwa pale Johannesburg nchini Afrika Kusini na kuongoza maonyesho ya masoko kama Open Exchange, Power Lunch na Closing Bell. Na baadaye alirudi tena nchini Kenya katika kituo cha NTV Kenya, ambapo alichukua nafasi ya technology editor na news anchor. News anchor ni yule mtu ambaye anasoma taarifa ya habari, na editor ni mtu ambaye anaziedit ama anazihariri habari. Pia alikuwa akipenda sana kufanya kipindi cha radio kitwacho The Larry Madowo Show kwenye National FM kutoka Agosti 2014 hadi Juni 2016. Pia aliandika makala ya maoni ya kila wiki katika gazeti la Daily National chini ya jina la Front Law kutoka Agosti 2014 mpaka Februari 2018. Mnamo Aprili 2016 alijiunga na BBC News kama business editor wa Afrika na aliongoza timu ya waandishi wa biashara kutoka nchi kadhaa. Mwamba huyu Larry Madowo alifanya ripoti mbalimbali na mazungumzo kwenye BBC World Service na radio nyingine nyingi. Alipokea tuzo kwa ripoti yake ya radio juu ya reli ya China nchini Kenya, Raha the Joy of the Train,
kwenye Association of International Broadcasting Awards. Mnamo Mei 2021, CNN International ilimtangaza Rally Madoa kuwa mwandishi wake correspondent kutoka Nairobi. Kwa CNN anafanya kazi katika maudhui mbalimbali, si tu habari za biashara bali pia siasa, utamaduni, masuala ya Afrika na mengineyo. Hivyo basi, Rally Madoa ana dada yake mdogo kama nilivyowajuza kwamba anaitwa Liz Madoa. Kwa upande wa uhusiano wa kimapenzi, taarifa rasmi kwamba ana uhusiano na Edita Kisami ambaye ni mwanahabari na media personality kutoka nchini Kenya, lakini hakuna taarifa za wazi kuhusiana kama ana watoto. Hivyo taarifa hizo bado hazijatoka. Rally Madoa ni maarufu kwa ujenzi wa hadhira kubwa kwenye mitandao ya kijamii, andari kubwa sana ya wafuasi, hasa kipindi hiki wafuasi wengi wameongezeka. Ana ujuzi mkubwa katika habari za biashara, teknolojia, masuala ya kiuchumi, siasa na utamaduni. Amekuwa mzungumzaji na mratibu wa moderator kwenye mikutano mikubwa ya teknolojia, biashara na media ulimwenguni. Pia alitambuliwa na New African Magazine kuwa miongoni mwa watu 100 most influential in Africa, watu ambao wana influence, wanafuatiliwa na watu wengi barani Afrika. Pia aliteuliwa kuwa Young Global Leader na World Economic Forum, kwamba ni kijana kiongozi katika World Economic Forum. Yeye ndio ametambuliwa hivyo. Hivyo basi, Rally amesema kwamba alitaka kuwa padri, lakini mambo yakabadilika sababu alitaka kusaidia watu, lakini alishuhudia kwamba kupitia uandishi wa habari pia anaweza kufanya hivyo kwa njia yake ya kusaidia watu. Hivyo Rally akaachana padri akaenda kwenye uandishi wa habari. Anasema kwamba utoto wake katika eneo la vijijini ilimfanya kuwa na uelewa wa unyanyasaji na haki za jamii, na kwamba kazi ya uandishi ni njia yake ya kuonyesha matukio ya haki, usawa na maslahi ya watu. Uandishi wa habari unaolenga umma, public interest journalism, badala ya kuangazia tu watu wenye nguvu. Mwisho wa simulizi yetu. Hakika huyu jamaa ametrendi sana mara baada ya kutoa ripoti yake kuhusiana na kile kilichotokea Tanzania katika uchaguzi wa mwaka wa 2025 huko CNN, na serikali ikatoa tamko kwamba watakuja na tamko rasmi. Tusubiri. Huyu ni mwamba ametrendi sana. Maoni yako ni yapi? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.